Yes, it's a Bless Up Friday. Karibu sana Local Content. Hii ni session nyingine ambayo tutakuwa tunapeana update muhimu kuhusu usajili duniani kote. Hii itakuwa ni sehemu muhimu kabisa ya wewe kuweza kupata hizo update muhimu kabisa. Subscribe, like, share, comment ili kuikuza jamii kubwa ya Local Content. Moja kati ya taarifa nzuri na wahusu klabu ya Napoli ni kwamba baada ya tetesi za hapa na pale, Antonio Conte ataendelea kusalia kuwa manager wa klabu ya Napoli kwa msimu ujao, na hii imethibitishwa na rais wa klabu ya Napoli Aureri. Lakini hapo kwenye klabu ya Naples inaelezwa kwamba wapo katika mchakato na wanalenga kumpata Kevin De Bruyne ili kuweza kuwatumikia kuelekea season ijayo. Kwa malengo makubwa ya sasa ya klabu ya Napoli baada ya kumfanya Conte kusalia ni kuhakikisha wanapata saini ya Mbelgiji KDB ambaye rasmi alikwisha kuachana na klabu yake ya Manchester City. Lakini tukisalia hapo Italia, klabu ya AC Milan rasmi imeachana na mwalimu wake Sergio Conceição kutoka kule nchini Ureno, na ikiwa ni miezi 6 tu tangu mwalimu huyo alipochukua nafasi ya kuongoza AC Milan. Massimiliano Allegri, mwalimu ambaye aliwahi kufundisha Milani kuanzia mwaka 2010 mpaka 2014, atakuwa anarejea rasmi San Siro kuweza kuwafundisha AC Milan ambao walikuwa na msimu mbaya wa Serie A ambao umemalizika weekend iliyopita. Hizo ni kutoka pale Milani. Lakini taarifa kutoka kwa The Blues, Chelsea imekwisha kufikia makubaliano na Liam Delap ya kulipa kiasi cha pauni milioni 30 kumpata mchezaji huyu, na ambacho kimepangwa kwa sasa ni vipimo vya afya ambavyo vitafanyika hivi karibuni, na hivyo Liam Delap atakuwa kwenda kujiunga na klabu ya soka ya Chelsea, na hii ni baada ya kukataa kujiunga na Manchester United. Chelsea inataka kuachana na mpango wa kumsajili Jadon Maliki Sancho, na inaelezwa ni kutokana na mshahara mkubwa, na Sancho huenda kaenda kwenye klabu ya Bayer Leverkusen ya kule nchini Jerumani, japo kwenda kwa Erik ten Hag kule mambo huenda yakawa tofauti, huenda usajili usifanyike. Lakini tetesi hivi karibuni zilikuwa zinasalia kwamba huenda Jadon Maliki Sancho angeenda kujiunga na Jerumani wa Bayer Leverkusen. Hii ni taarifa nyingine ambayo ipo siku ya leo. Lakini Angel Di Maria amerejea kwenye klabu yake ya utotoni ya Rosario Central baada ya kuondoka Benfica mwezi huu wa Juni 2025, na inakuja baada ya miaka 18 ya Angel Di Maria kucheza soka barani Ulaya, akipita kwenye vilabu vikubwa kama Real Madrid, akipita United, akipita PSG, na kisha akirejea tena kwenye klabu ya Benfica. Sasa Angel Di Maria amerejea kwenye klabu yake ya utoto. Hizi ni update kutoka Loco, na tukiangazia taarifa za usajili ambazo zimekuwa nyingi zaidi. Ingine taarifa nyingine ni kwamba Rodrigo kutoka Real Madrid anafutiwa na vilabu kadhaa pale nchini England. Unamwangazia. Inaelezwa kwamba Arsenal iko tayari kufukuzia dili ya kumsajili Brazil huyu, halikadhalika Chelsea pia inatajwa. Real wanafikiria kumuuza mchezaji huyu, na inakadiriwa kiasi cha pauni milioni 100 Real watakuwa wanakihitaji ili kuweza kumwachia, na inaonekana Xabi Alonso sio mtu ambaye anapendezwa na kubaki na Rodrigo. Kwa hiyo huyu ni nyota ambaye huenda akawa anakuja kwenye vilabu vya Premier League. Lakini taarifa ambayo inawahusu klabu ya Liverpool kwamba Liverpool kwenye mazungumzo ya mwisho ya kumsajili Florian Wirtz kutoka Bayer Leverkusen kwa ada ya rekodi ya pauni milioni 126. Lakini mbali na Florian Wirtz ambaye mwenyewe amewasha green light kwamba anataka kwenda Liverpool, Jeremy Frimpong amekamilisha vipimo vya afya kwa usajili wa pauni milioni 30 ambao utakuwa unampeleka kwenye klabu ya soka ya Liverpool. Lakini pia Liverpool inatarajia kufanya mazungumzo na klabu ya Real Sociedad ya pale nchini Hispania ili kumpata Takefusa Kubo, kijana wa zamani wa FC Barcelona na Real Madrid ambaye anacheza Real Sociedad pale, na inaelezwa kwamba Liverpool huenda akampata mchezaji huyu. Taarifa kutoka Newcastle United ni kwamba Alexander Isak yuko tayari kusaini mkataba mpya wa kuendelea kuwatumikia Newcastle United, na utajumuisha kipengele kile cha kumwachia kwa maana ya release clause, ambayo Isaac anaweza kuvutiwa
kwenda kwenye vilabu vingine. Inaelezwa vilabu kama Arsenal, Liverpool wamekuwa wakihitaji saini nyota huyu, lakini Newcastle inataka kumwendelea kumweka kwa muda mrefu zaidi. Arsenal iko kwenye mazungumzo sasa ya mwisho pia ya kumuongezea mkataba mlinzi wake Gabriel Magalhaes ambaye anatarajiwa kupewa mkataba mpaka 2030. Hizi ni taarifa ambazo zipo kwa ukubwa zaidi. Lakini tetesi ambazo zimeandikwa na majarida mbalimbali siku ya leo ni kwamba Liverpool nyota wake Luis Diaz anawaniwa na klabu ya Al Nassr ya kule nchini Saudi Arabia, na Al Nassr anaangalia namna ya mkataba wa mchezaji huyu utakwenda vipi kabla ya kuondoka. Lakini taarifa kutoka SNZ Germain zinaeleza kwamba Bayern Munich bado wana uhakika, wana confidence ya kuweza kumpata Florian Wirtz kutoka Bayer Leverkusen, licha ya kwamba inaelezwa yuko interested zaidi na kujiunga na Liverpool. Brentford wanataka kumpata goalkeeper wa Liverpool au si mwingine bali ni Kehler, na hili kwa mujibu wa taarifa kutoka Sky Ujerumani. Kehler anauzwa kwa kiasi cha paundi milioni 20, na hii ni kwa mujibu sasa wa The Athletics ambao wanasema kama unamtaka Kehler unatakiwa kulipa paundi milioni 20 ambayo itakuwa iko tayari. Napoli pia wanafikia au wanakaribia kufikia makubaliano binafsi ya kumsajili mshambuliaji wa klabu ya Lille ya kule nchini Ufaransa, Canada, Jonathan Davis, ambaye pia anafukuziwa kwa ukaribu na Juventus na Manchester United. Wamekuwa wakitajwa kwamba huenda wanapiga hodi kumpata nyota huyu. Lakini pia Chelsea inaungana pamoja na Juventus wakitaka kumpata nyota kutoka Sporting Lisbon, usi mwingine bali ni Victor Gyökeres, na inaelezwa pia Arsenal wamekuwa wakimfukuzia, japo Arsenal wameanza mchakato wa kumhitaji Benjamin Sesko kutoka kule kwenye klabu ya RB Leipzig ya pale nchini Ujerumani. Lakini Juve wanavutiwa kumsajili mshambuliaji Enrique kutoka Real Madrid, ambaye amekuwa hana nafasi na Juve anataka kumpata mchezaji huyo kwa mkopo, ili kwa mujibu wa taarifa kutoka pale nchini Italia. Ipswich Town wao wanataka kufanya usajili wa Mark Gui kutoka kwenye klabu ya Chelsea ili kuweza kwenda kuziba pengo la Liam Delap. Hizo ndio update za usajili kwa wakati huu. Tutaendelea kupeana update nyingi za usajili kutoka barani Ulaya kupitia hapa local content, ikiwa ni session nzuri kabisa ya football transfer, na hii ndio wakati wa transfers na karibia kuanza rasmi. Kwa update zote zitakuwa zinatoka hapa. Ciao.